Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Siku yote tutakuwa na ujumbe unasema hatari ya rushwa katika nchi. Baba yangu, mfalme wa amani, ninasema asante katika siku njema ya siku ya leo. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya uweza na neema na mamlaka yako. Wewe unasema kwamba upo juu ya walio juu. Bwana, nakushukuru kwa katika siku ya leo ambayo Bwana naenda kusikia ujumbe huu kwamba hatari ya rushwa, athari ya rushwa katika maisha ya watoto wako. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Bwana Yesu, ninaomba neema katika kinywa changu, katika ulimi wangu, katika roho yangu, nisaidie nikapate kueleweka kwa mtu wako. Baba, ninaomba neema yako na Roho Mtakatifu ndani yangu sasa na katika ujumbe huu. Roho Mtakatifu kapate kunisaidia hata kwa maombi ambayo tutayaomba kwa ajili ya nchi. Baba yangu, kapate kwa pamoja na sisi katika uweza na nguvu za jina lako. Baba, ninajiachilia mikononi mwako nikikushukuru katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ujumbe unasema hatari ya rushwa katika nchi. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 16 ule mstari wa 19. Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 19. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 16 ule mstari wa 19 anasema hivi. Anasema, usipotoe maamuzi wala usipendelee uso wa mtu wala usitwae rushwa, kwa kuwa rushwa upofusha macho ya wenye akili na kugeuza dawa ya wenye haki. Anasema usipotoe maamuzi wala usipendelee uso wa mtu wala usitwae rushwa, kwa kuwa rushwa upofusha macho ya wenye akili na kugeuza dawa ya wenye haki. Unaweza kusema hivi, rushwa ni nini? Maana rushwa ina namna nyingi. Unaweza kusema rushwa ni nini, lakini kwa tafsiri fupi naweza nikasema kwamba rushwa ni malipo au zawadi isiyo halali kwa kufanya jambo fulani lisilopasa. Rushwa ni zawadi ama malipo yasiyo halali kwa kufanya jambo fulani lisilopasa, ambalo manake limetendeka kinyume na utaratibu. Inawezekana linapasa kufanyika lakini limefanyika kinyume na utaratibu, alafu anakuja kukupa mtu zawadi kwa kulifanya jambo lile, au anakupa pesa au malipo. Hiyo ni rushwa. Mfano kwa Delila alipokuwa amemsaliti Samsoni, akatoa rushwa kwa ajili ya kumsaliti Samsoni. Lakini pia kwa mfano pia wa Yuda alipotoa rushwa akamuuza Yesu. Siku moja nilikuwa na mtu mmoja akawa ananiambia aliwahi kuingia katika chama fulani, na kwenye hicho chama yeye akawa ni kama mjumbe katika mtaa wao, alikuwa ni mjumbe. Hata katika huo ujumbe siku moja anasema wakawa wameitwa kikao na mgombea ubunge wa hilo jimbo. Wakati wameitwa na huyo mgombea ubunge wa hilo jimbo, na anajulikana kwa kutoa fedha nyingi kwa watu, akawa wameitwa wajumbe wote, alafu akashangaa akapewa na fedha. Huyu ni mtu aliyeokoka. Anasema wakapokea zile fedha, na vikao walikuwa wanakaa usiku. Anasema wakaenda kwenye kikao wanapewa fedha, na kazi yao wao ilikuwa ni kuwashawishi watu, kuwavuta watu waje kwa huyu kiongozi, maanake awe na watu wengi. Wakawa wanapewa fedha, na wakajikuta moyo wao unahamia kwa mtu, hata kama anakosea hawezi kumwambia ukweli kama anakosea. Alipoenda kumsikisa mchungaji akamwambia hiyo fedha sio halali, kwa sababu unapewa fedha hiyo ni rushwa, kwa sababu wewe una msala wako, lakini unapewa fedha kwa ajili ya kuhamasisha watu kuingia sehemu ambapo wanaenda kuwa kwenye mtego. Akanipa huo ushuhuda, akasema kwa maamuzi yake mwenyewe alikuwa analipwa fedha ya kuwepo ndani ya uongozi, akaamua kuacha, kwa sababu akasema huku ninaona ninapotezwa. Kwa sababu anasema walikuwa kipewa fedha, walikuwa na vikao, walikuwa madiwani wanapewa fedha, wabunge wale wajumbe wanapewa fedha, watu walikuwa wanageiwa fedha. Sasa hiyo yote ni kupofusha macho yenye akili na dawa ya wenye haki. Hebu tuangalie kitabu cha Kutoka sura 23 ule mstari wa 8. Mungu anasema nini? Kitabu cha Kutoka sura 23 ule mstari wa 8. Kutoka sura 23
ule mstari wa 8 anasema hivi, tuanze mstari wa 6. Anasema usipotoe hukumu ya mtu maskini katika neno lake, jitenge mbali na neno uongo, wala sio hatia, na wenye haki usiwaue. Angalia, na wenye haki usiwaue, kwa kuwa mimi sitamhesabia haki yeye aliye mwovu. Nawe usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa upofusa macho ya hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Angalia usema usipokee rushwa, kwani rushwa wapofusa macho hao waonao. Nimesema rushwa ni zawadi, inawezekana kama zawadi. Inawezekana kwamba mtu haukukubaliana naye kwamba nitafanya hivi kunipa pesa, lakini wewe ulipofanya akaja kukupa fedha, na ni jambo ambalo liko kinyume. Unapopokea ile zawadi ujue ni rushwa, ama mlikubaliana, maana ni malipo. Sasa hebu tuangalie athari mbili za rushwa katika nchi. Unaweza ukasema wewe umeanza kuwa mwanaharakati katika nchi. Mimi sio mwanaharakati, wala sipo upande wa chama chochote, na sina chama, na ni msimamo wangu mpaka leo, sina chama. Sio vibaya kuwa ndani ya chama, lakini kwa sasa sipo na upendeleo wa chama chochote. Hebu tuangalie athari mbili za rushwa katika nchi. Athari ya kwanza, upofusha macho. Mpokeaji anakuwa haoni tena madhara ya jambo linalotokea ama kutendeka. Inapofusha macho yako. Yani kama umeshapokea rushwa, hutaweza kusema ukweli. Hata kama umeshaona kwamba huyu mtu anakosea, hautaweza tena kuona, kwa sababu unapokea fungu. Hii jambo linaonekana katika nchi. Nikwambie ukweli, siwezi kuwa mnafiki kunyamaza. Inapotubidi kuongea ukweli, tutaongea ukweli. Nikisemwa sawa, lakini muongee ukweli. Kuna watu leo wanasimama kutetea uovu, sio kwa sababu wanasimama katika haki, lakini kwa sababu ya fungu wanaolipata. Uyamkini ni kwa sababu wanatafuta wao kupewa zawadi. Uyamkini hawajaagizwa kwa makubaliano direct ya kupewa rushwa, lakini wanasimama kusema vile, wakiamini ya kwamba watakaposema vile watajipatia kibali, watapewa fedha. Na ndivyo inavyotokea. Wengi wanasimama, wengine hawajaitwa, lakini kwa kuweza vile wanajitafutia kujulikana kwa wale viongozi wanaotenda, ili wao wapate fedha, ili wao upande wao. Lakini namba mbili, athari za rushwa hapo kwenye kupofusha macho. Mpokeaji ataweza tena kuona uchungu kwa yatakayotokea. Mtu mmoja anasema hivi, mtu yupo tayari kuuza rasilimali ya bilioni 10 kwa shilingi milioni 5. Yupo tayari kuuza rasilimali ya bilioni 10 kwa milioni 5. Hebu angalia, anauza rasilimali yenye thamani ya bilioni 10 kwa rushwa ya milioni 5. Angalia, anauza rasilimali ya bilioni 10 kwa rushwa ya milioni 5. Mungu atusaidie sana. Na hili ndio lipo linalotendeka. Mtu kwa sababu rushwa imeshapofusha macho yake. Ni wengi walikuwa wana moyo wa kutenda haki, ni wengi walikuwa na moyo uzalendo, lakini walipoanza kupewa fedha, walipoanza kupewa zawadi, walipoongea siku moja wakamtetea yule kiongozi, wakajikuta moyo wao ukachukuliwa. Rushwa ni tabia kudaka moyo, rushwa ni tabia kushika moyo wako. Hizo zawadi ni mtego huo, unaweza kukufanya ukawa mtumwa yule mtu na usiweze kumwambia ukweli. Wewe angalia tawe mpendo, kama ni mtu anayekusaidiaga kila siku, anayekupa fedha, ambaye anakuwa ni wewe na unaenda kwake kila siku kuomba msaada, hivi mtu huyo wakati mwingine anapokosa unaweza kumwambia ukweli moja kwa moja? Mungu atusaidie sana. Niseme hivyo kwa upande wako, hata kwangu pia inatutokea, lakini kwenye jambo kama hili lazima tuongee ukweli. Kuna rushwa za makusudi, mtu anafanya kabisa, anajua hapa lazima nitapokea fungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo jiepushe sana na rushwa, mtu wa Mungu. Lakini athari namba mbili ya rushwa, hugeuza maneno ya haki, hugeuza maneno na haki ya mwenye haki kuwa si kitu tena. Yaani haki yako inakuwa sio kitu tena, hauna haki tena. Kwa sababu gani? Yeye ameshapokea rushwa, ama yeye ameshatoa rushwa, haoni tena umuhimu wako wewe. Anachojiangalia ni yeye na tumbo lake, anajiangalia ni yeye na familia. Hawezi tena kuona maslahi ya wengi, anayaona ya kwake. Na ndio rushwa ilivyo, huyaoni ya wengine, unayaona ya kwako.
Huioni kesho ya wengine, unaiona kesho yako wewe. Ya wengine huwezi tena kuiona, kwa sababu pesa sio ya halali. Upande mmoja wenye haki ndio utaonekana na hatia. Upande mmoja wa wenye haki ndio utaonekana hatia. Upande mmoja wa wenye haki ndio utaonekana wenye hatia. Upande wa wenye haki ndio utaonekana wenye hatia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya rushwa. Angalia, siku moja kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 22, wakati mfalme Ahabu na mfalme Yehosafati wa Israeli wakati kwenda vitani. Sasa kaenda kwenda vitani, mfalme akauliza kwa manabii, je, ni nani ambaye atatoka? Je, niende vitani ama nisiende? Kulikuwa kuna manabii wengi wakatabiri wakasema kwamba mfalme, tunaona ukishinda, tunaona umeshinda. Angalia, hawakuwa manabii wa uongo, walikuwa ni manabii walioitwa na Mungu, lakini pepo wa uongo akaingia ndani, kwa sababu wanakula chakula cha kifalme, kwa sababu wanapokea kutoka kwenye mfalme anayopata mfalme mema, wanayapokea. Mioyo yao ikageuzwa isiandamane na Bwana. Wote wakasema mfalme utashinda, mfalme kwa sababu wameshakula vya ikulu. Walikuwa ni manabii wanaokaa kwenye ikulu, walikuwa ni manabii ambao wanapokea na kula vya mfalme. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa mbali, anaitwa Mikaya. Wakati mfalme anauliza, je, niende vitani? Wote wakamwambia mfalme, nenda. Wengine wakatabiri kabisa, wanasema tunaona mfalme ukishinda. Mwingine akatoka amevaa mapembe akasema, mfalme, naona ukiwachoma maadui zako, ukiwapiga mapigo makubwa. Lakini mfalme mmoja akasema, mfalme, hebu tulia, kuna watu wazalendo katika nchi, kuna watu ambao huwa wapepesi macho. Hawa manabii wako ni kweli wapo, hebu tuangalie. Hakuna nabii mwingine anaweza kusema ukweli. Waliposema vile, mfalme akasema, yupo, lakini haniambii mema. Angalia athari za rushwa. Unakuwa tena watu ambao wanasema ukweli unawachukia, na ndio kawaida. Watu wanaosema ukweli tamani kuwaua, nasema haya kwa ukweli, kwa dhati, kwa nchi yangu ya Tanzania. Viongozi wanaofanya hivi wengi wanajikuta wakiingia kwenye mabaya, wakitaka kusafisha makosa yao kwa kuyafunika kwa kuua wanaosema ukweli, lakini wanajiletea laana katika taifa, waleta laana katika ardhi, waleta laana katika nchi yetu. Angalia mfalme akisema, akasema yupo, lakini huwa aniambii mema, huwa ananiambia ukweli, huwa anibabaisie, huwa babaishi. Anaitwa nani? Anaitwa Mikaya. Akasema kamwiteni huyo Mikaya. Ile mfalme mwingine akasema kamwiteni huyo Mikaya. Alipoitwa Mikaya alikuwa ni mtu ambaye ni mzalendo, hakuwa mpepesa macho, hakuangalia uzuri wa mfalme, hakuangalia mali. Tena alishaonywa, yani ilikuwa hivi, kabla jenda kwa mfalme watu wakamuonya, akamwambia Mikaya, watu wote wanamwambia mfalme jambo mema, hebu na wewe sema hivi, tabirie mema mfalme wako. Mikaya akasema hapana, atakolenda Bwana ndio alisema. Sipepesi macho katika habari ya nchi, sipepesi macho kwa habari ya mipaka ya nchi yangu. Ni nchi nimezaliwa, ni nchi nimekulia. Mikaya alipoenda akamwambia mfalme, nimeona Israeli kama kondoo wametawanyika katika milima, utakapenda utapigwa. Angalia, wakanyanyuka watu kinyume na Mikaya. Wale manabii wakasema, roho wa Mungu atokaje kuongoka kuingia wewe? Wakampiga Mikaya, wakamfunga jela. Na nikwambia mfalme alipoenda vitani kweli, alienda akafa vitani, hakurudi katika nchi, alifia vitani. Lakini hao kwa sababu ya rushwa waliwapofusha wale viongozi, wakashindwa kuongea ukweli. Na leo wapo wanashindwa, manabii wanashindwa, ni watumishi wenye majina makubwa wanashindwa kuongea ukweli. Wanaambatana na hao viongozi, wanaambatana kuatia moyo, wanaambatana kutuahidi amani isiyokuwepo. Mungu atusaidie sana. Naongea haya, najua kuna mtu atakuja kusema kwamba kijana umekuwa mwanaharakati, lakini mimi sio mwanaharakati. Yeye naongea kweli ndugu yangu. Kwa habari ya rushwa nimeona na nimejifunza mengi. Kuna mali niliona kabisa kiongozi anataka kupita ni huyu, lakini akapita mwingine kwa sababu ya rushwa. Mimi kwa macho yangu, rushwa, mtu akatoa rushwa sana, akawaonga watu sana, akapita. Na kwa sababu ya kupofusha macho, mtu mmoja akaja kuniambia katika hilo swala, ni jamaa yangu, akaniambia huyu jamaa mmoja hajapita kwa sababu gani? Kwa sababu yeye hajatoa rushwa. Huyu mwenzangu, huyu mwenzetu ametoa rushwa, mimi mwenyewe nimekula rushwa. Afu ananiambia hivyo. Hebu fikiria, anakuja kuambia kitu hicho, sio mtu ni mpendwa kabisa, ameokoka, anakuja kuambia huyu hajapita kwa sababu hajatoa rushwa. Huyu mwenzake tumekula vitu vyake, ametupa hela, mimi mwenyewe nimekula hela zake. Hebu angalia, sema jambo kama hilo, ni mtu ambaye ameokoka, unajifikiria nini?
anasema kwamba ni huyu lazima apite kwa sababu tumekula fedha zake. Anasema hivyo, ni mtu ambaye yupo kanisani. Alafu nategemea tuwe na amani. Mungu atusaidie sana. Lakini pia rushwa huleta majonzi na huzuni kwa mtendwa. Huleta majonzi na huzuni kwa mtendwa. Tabia ya rushwa huleta huzuni kubwa na majonzi kwa yule mtendwa. Nilikuwa najifunza kwa habari ya Samueli wa pili sura ya 10 na sura ya 11. Wakati ambapo Daudi amefanya uovu, angalia habari ya utawala. Angalia habari ya mtawala. Daudi akaenda kufanya uovu. Sasa anataka kufunika dhambi. Angalia na ujifunze kutoka katika nchi yako uliopo. Mimi ni Mtanzania halisi, nimezoea Tanzania. Angalia na nimeona umri wangu ni mdogo, ni kweli. Lakini nimeona, najifunza kwa macho. Mwenye macho ambii tazama. Daudi alipofanya makosa ya dhambi, akajaribu kutaka kuficha dhambi yake. Na alipojaribu kutaka kuficha dhambi yake, alifanya uovu kwa mke wa Uria, akazini naye. Sasa tunaona kwamba ili kufanya hii dhambi niifiche, inabidi huyu Uria anapokuja leo nimpe pombe ya leo. Nikishampa pombe ya leo akalala na mke wake, akijua amelala na mke wake, mimba inakuwa ni kumbe mimba ni yangu. Angechokuja kutokea. Sasa angalia watu wenye moyo uzalendo. Na nikwambie, kama una moyo uzalendo, na Mungu anaenda kuinua Tanzania ambayo itakuwa na watu wazalendo watakaosema ukweli, watakaokubali kupigwa, watakaokubali kusemwa, lakini wameongea ukweli. Uria alipotoka vitani akanyoswa pombe. Angalia Yoabu mkuu wa jeshi la Daudi akapewa. Angalia anashirikishwa kwenye dhambi. Mtumishi wa Mungu, kuwa makini. Kuna dhambi shirikishi, unashirikishwa pasipo kujua. Unaingia kwenye dhambi unashirikishwa dhambi pasipo kujua. Hii ni dhambi shirikishi. Daudi anambia Yoabu, hebu mpeleke huyu jamaa mbele ya vita ili akauawe. Angalia Daudi anaingia kwenye dhambi ya uuaji kisha kuficha dhambi. Na ni kiongozi. Jifunze kwa taifa lako. Fumbua macho yako, Mungu akupe neema ya kufahamu. Basi Yoabu alipokuja na Uria alikuwa na moyo uzalendo sana. Jifunze kitu hapa. Walipokuja kutoka vitani, Daudi akamwambia Uria, akamwambia Yoabu, mpeni kileo huyu jamaa lewe. Alipolewa akamwambia nenda nyumbani kwako. Angalia, wakati Uria anaambia nenda nyumbani kwake, jeshi la Israeli lote limelala nje. Sanduku la Bwana limelala kwenye uwanda. Alafu mtu mmoja tu anaambiwa akalale nyumbani kwake. Angalia, alichokisema Uria, amelewa, wakajua jamaa ameondoka. Alipolewa kwenye geti la mfalme, hakuenda nyumbani kwake, akalala nje ya geti la mfalme. Akasema hivi, asubuhi mfalme akaja akasema, wewe kwa nini hujaenda kwenye tulikupa uende nyumbani kwako, kwa nini hujaenda na mke wako? Akasema kwamba mimi siwezi kwenda nyumbani kwangu. Kwa sababu gani? Sanduku la Bwana lipo uwandani, wanajeshi wengine wanalala nje, mimi nikae nyumbani kwangu, kuna nini? Angalia moyo uzalendo. Angalia, huyu mtu anajua uchungu wa taifa lake. Huyu mtu anajua uchungu watu wanaopitia. Anajua uchungu watu wanavyoteseka. Anajua uchungu watu ambao ndugu zao wanapokea maiti. Anajua uchungu watu ambao ndugu zao wanafungwa, wanateswa. Mungu anasaidie sana. Daudi akasema sawa, leo imeshindikana, tutajaribu tena mara ya pili. Uria tena mara ya pili wakamnyosha pombe zaidi, akalewa chakani. Wakajua mwamba ataenda kulewa tena nyumbani kwake kulala. Jamaa amelewa, lakini bado uzalendo ni kitu cha ndani. Uzalendo sio maneno. Uzalendo ni kitu cha ndani, ndugu yangu, sio maneno ya kuja kusema uzalendo. Na uzalendo sio kufuata mkumbo. Uzalendo ni maamuzi ya ndani. Uzalendo ni maamuzi ya ndani, kuangalia nini kinatakiwa kufanyika wakati huo. Uria kwa ni mzalendo, hata kama amelewa, uzalendo kabaki ndani yake. Angalia, wakati ambapo anaenda kwa Mungu, anamwambia Ayubu, anakupenda kwa sababu wewe umemzingira. Akasema Mungu asema basi mimi naondoka kwake, fanya unachokitaka. Angalia, shetani akapewa mamlaka yote juu ya Ayubu. Lakini Ayubu, hata kama ni kama Mungu alikuwa amemwacha, lakini Ayubu kutenda dhambi. Kuna kiwango kifikia cha wewe kuwa na uzalendo, hata kama itakuwa ni hali gani, hutaweza kubabaishwa na chochote kile. Yaani kama wewe ni msema kweli, hata kama kufanya utasema tu kweli. Uria akatoa pombe, lakini hakuenda tena nyumbani kwake. Akawa nyingine tena mfalme. Akamwambia Uria, mbona hujaenda nyumbani kwako? Uria akasema, mfalme, siwezi kwenda nyumbani kwangu. Naendaje nyumbani kwangu wakati kuna wenzangu, wananchi wenzangu wanateseka? Mimi niende kufanya nini? Mfalme akaona njia zote zimeshindikana, huyu jamaa ni kumuua. Basi akatumia njia ya kumuua. Na kweli wakaenda vitani, wakamtanguliza Uria mbele, wakamuua. Ile dhambi akajua imefichika, lakini kumbe Mungu kaiona, na yakaja madhara kwake mwenyewe. Lakini tunajifunza habari ya uzalendo. Watanzania wenzangu, ndugu yangu, tuombe sana taifa letu. Tusilagaiwe na maneno ya watu. Angalia kile cha ndani. Ni kweli inawezekana upo kwenye siasa,
Inawezekana chama chako nakipenda, lakini hebu tuachane na mambo ya vyama. Tunataka kiongozi ambaye atatuongoza Tanzania, hataongoza chama. Tunataka kiongozi ambaye hataongoza dini, ataongoza nchi. Tunataka kiongozi ambaye atasimamia misingi ya katiba, atajali maumivu ya watu, atasikia maumivu ya watu wanaosema. Kiongozi ambaye hataongea maneno mabaya ya kuwafunza moyo watu, maneno ya dharau, maneno ya kiburi, maneno ambayo yanaonyesha huyu ni kiongozi mwenye kiburi, asiyesikia, asiyetaka kutatua mambo ya watu. Alafu tunaidiwa amani. Hebu tukamwombe Mungu kidogo kwa ajili ya taifa letu. Baba, tunaomba neema yako katika taifa letu. Ikiwa huu ni mwaka wa uchaguzi, Bwana, tunaomba simama mwenyewe. Baba yangu na Mungu wangu, unayaona mateso ya watoto wako, wale ambao wengine sahihi wamepokea maiti zao, wale wengine sahihi wamepigwa vibaya, wale wengine ambao walipigwa vibaya, wale wengine ambao kwa sababu ya kusema ukweli leo wamehama miji yao, wamekimbilia mafichoni. Baba, simama mwenyewe katika nchi yetu. Umebaki mwenyewe mtetezi wetu katika Tanzania. Tanzania yetu Bwana, tunakuhitaji wewe. Wewe ndio unaweza kutupa kiongozi ambaye atabeba ajenda za mafanikio, atabeba ajenda za kimungu katika taifa. Tunakataa viongozi wenye moyo wa uaji, viongozi wenye moyo wa kujinufaisha wenyewe, wanaotaka kuficha maovu yao. Baba, tunawakataa katika jina la Yesu, na hawatapata nafasi ya kututawala, hawatapata nafasi hata kama wametoa fedha. Namna ile ambapo wale walinzi wakapewa fedha waseme kwamba Yesu hajafufuka, lakini haikuzuia Yesu kutenda kazi. Ingawa alipewa ruhusa, lakini Yesu alifufuka na ukajidhihirisha. Namna ile ambayo alipewa ruhusa haikufanya kazi, ruhusa haitafanya kazi katika jina la Yesu. Watapewa fedha, lakini wataongea ukweli mwaka huu katika jina la Yesu. Namna ambapo Yuda akatoa ruhusa, lakini akaja kukua na ukukua ndani yake kwamba ameisaliti damu isiyo na hatia. Baba, weka majuto ndani yao sasa, kabla hawajakuta mabaya. Weka majuto ndani yao, waliopokea ruhusa, waliopewa zawadi kwa sababu ya kusema na kuongea, kulaghai, kuleta uongo na kupotoa maamuzi. Baba, tunaomba neema na hekima katika bunge, katika mahakama, katika serikali. Bwana, tunaomba inua watu wako ambao watakuwa ni kama nguzo, watakuwa ni kama bomba la moto, watakuwa ni kama ukuta wa saba. Bwana, inua watu wako ambao watakuwa hodari, watu ambao watanyanyuka kuongea ukweli katika taifa, ambao Bwana hawatapepesa macho, wataongea ukweli na kuonya watawala. Mungu, tunaomba ibariki Tanzania. Mungu, ibariki mipaka ya Tanzania. Wale waliotekwa ambao wajulikani walipo, wale ambao sasa hivi wanawindwa, Bwana ukawasaidie, ukaachilie neema kwenye mambo ya ulinzi na usalama, kwa polisi, kwa jeshi na kwa watu wote wenye mamlaka. Bwana, ukabade kutusaidia. Tanzania mpya kazaliwe, Tanzania mpya kainuke sasa. Bwana, tunasema asante. Bwana, tunakutukuza kwa sababu wewe ni mkuu sana. Bwana, asante kwa neema kwa ajili ya Tanzania. Umeiona Tanzania yetu na umetusaidia sasa Bwana. Jina lako libarikiwe. Asante Mwokozi wangu. Nimeomba haya nikiamini na kushukuru. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Amen. Mungu akubariki sana mpendwa. Usiache kuomba. Usiache kuombea Tanzania. Usiache kuombea wazalendo. Na Mungu aenda kutusaidia. Na mwaka huu utakuwa tofauti katika jina la Yesu. Walipotoa ruhusa, walipofanya chochote cha kinyume, Mungu aenda kuthibitisha